Wananchi wa Kakola, wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga, wamefunga barabara usiku huu wakishinikiza vijana wanne waliotekwa hii leo wanapatikana. Video mjongeo inayotembea mtandaoni inaonesha vijana hao wakiwa barabarani wamefunga barabara kushinikiza vijana hao ambao wanadaiwa kutekwa na watu wasiojulikana hii leo wanapatikana. Awali Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia ukurasa wake wa Instagram kilitoa taarifa kwa umma kikionesha kusikitishwa na tukio la kutisha la utekaji wa vijana wanne lililotokea hii leo Oktoba 4 mwaka 2025 katika kijiji cha Kakola, kata ya Bulyanhulu, wilaya ya Kahama, kanda ya Serengeti. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Chadema, inasema kuwa kijana wa kwanza kutekwa ni Ibrahim Muhidin aliyechukuliwa kwa nguvu nyumbani kwao mbele ya baba yake mzazi. Wengine waliokuwa wakijaribu kumsaidia walipigwa na kutishiwa kwa bastola. Vijana wa bodaboda walijaribu kuwafuatilia watekaji, lakini walikumbana na vitisho vya silaha, na walipowasiliana na wenzao waliokuwa kituo cha mbele, taarifa ilifikishwa katika kituo cha polisi Bugarama kabla ya gari la watekaji kufika, lakini polisi hawakuchukua hatua na gari hilo lilipita bila kuzuiliwa. Taarifa ya Chadema iliongeza kuwa wakati wa ufuatiliaji, gari nyingine ilijitokeza na kuwateka vijana wa bodaboda watatu waliokuwa wakifuatilia tukio hilo, na jumla ya vijana wanne wametekwa hii leo. Tukio hili linafanya jumla ya vijana waliotekwa kanda ya Serengeti kufikia 5 ndani ya siku 5, ikiwa ni pamoja na Lobezi Kulilo Masanyiwa aliyetekwa tarehe mosi Oktoba 2025 wilaya ya Busega. Jeshi la polisi bado halijatoa kauli wala kuchukua hatua zozote za wazi. Taarifa ya Chadema imemaliza kwa kusema kuwa wanamtaka mkuu wa jeshi la polisi IGP kutoa kauli ya haraka na ya wazi kuhusu wimbi hilo la utekaji wa vijana na kuanzisha uchunguzi huru mara moja. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.